kujua majina sahihi na vyeo sahihi ya watu wanaozungumzwa katika sheria hizi mbili. Karibu katika taarifa yetu maalum kutoka jijini Mwanza, ambako waandishi wa habari wamekutana kwa mafunzo maalum ya sheria za uchaguzi na maadili ya taaluma, ikiwa ni maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Sisi tunadini zaidi na habari ya sisi kama waandishi wa habari tunawapo gani katika uchaguzi huu wa 2025 tunaoface. Mafunzo haya yaliandaliwa na kampuni ya Media Brains kwa ufadhili wa shirika la Konrad Adenauer Stiftung, yakiwa na lengo la kuwawezesha waandishi wa habari kuelewa sheria mpya za uchaguzi na kuimarisha uandishi wa haki na wa kuelimisha jamii. Absalom Kibanda, mkurugenzi mwenza wa Media Brains, aliwasilisha mada kuhusu historia ya sheria za uchaguzi na kueleza umuhimu wa waandishi kuzisoma kwa kina sheria mpya, ikiwemo ile ya Tume Huru ya Uchaguzi INEC. Una uwezo wa kuuliza maswali magumu, hasa maswali ya msingi. Kwa maswali ya msingi. Na uwezi kuuliza maswali ya msingi kama ufahamu sheria ya uchaguzi. Lazima tujifunze kuwa na maswali ambayo ni open ended. Lakini maswali utaweza kuyaweza pasipo kujua sheria. Washiriki wa mafunzo walijadili changamoto kadhaa za mfumo wa uchaguzi, ikiwemo upungufu wa uwazi, ukosefu wa usawa wa kijinsia na hofu ya usalama wa waandishi wa habari wakati wa uchaguzi. Kwa upande wake, Njense Kwayo, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Media Brains, alisisitiza umuhimu wa sauti za wanawake, vijana na makundi yaliyotengwa kusikika kwa haki. Mafunzo haya ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha kuwa vyombo vya habari nchini vinakuwa imara na vinafanya kazi kwa uadilifu kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo, Peter Coach, mwakilishi mkazi wa shirika hilo, aliwapongeza waandishi kwa mchango wao katika kukuza demokrasia na kusisitiza nafasi muhimu ya vyombo vya habari katika uchaguzi huru na wa haki. Kutoka Mwanza, hii ni taarifa kuhusu maandalizi ya waandishi kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa taarifa zaidi, endelea kufuatilia Media Brains. Mimi ni Ebeni Mitimiki.